Theme yetu inatoka kitabu cha Efeso sura ya 1 mstari wa 3. Theme nasema mwanamke aliyebarikiwa. Biblia inasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Kumbuka, baraka ni za rohoni. Tayari mtu kama uko ndani ya Yesu Kristo na umekuwa kiumbe kipya, tayari hizi baraka ambazo zinasemwa katika Efeso 1:3 tayari ziko ndani yako. Kwa kuwa tukiwa ndani ya Kristo, sio sisi tunaishi bali Kristo ndani yetu. Kwa hiyo hizi baraka hazisemwi kwa mtu ambaye hana Kristo. Ni baraka zinasemwa kwa mtu ambaye tayari amempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Sasa tukisoma Biblia, ishu kubwa ya wana wa Mungu ni kuzitoa baraka rohoni, kuanza kuziishi kwenye ulimwengu wa damu na nyama, au kuishi udhihirisho wa kile ambacho Mungu amekisema. Na ishu inakuwa ngumu tu kwa sababu baada ya kuokolewa, mtu kuhamishwa kutoka kwenye ukale kuingia kwenye upya sio kazi ya Roho Mtakatifu, ni kazi ya mtu binafsi. Sasa mtu asipotaka kufanyia kazi maisha yake ya rohoni, hizi baraka zitakuwepo lakini hawezi kuziishi. Kwa sasa Biblia haijawahi kusema uongo juu ya maisha yetu, ila shida kubwa ya hili neno ili litimie linamtegemea mtu binafsi, mkao wake. Inasema katika Warumi 8:28-29, anasema awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Lakini hawa ndugu wengi ambao wanaambiwa au wanaitwa kulingana na neno, wanapatikanaje? Anasema anafanya kazi pamoja. Lazima uelewe kwamba kwenye wokovu, baada ya kumkiri Kristo, mchakato wa kuingia ndani ya Kristo au Kristo kuingia ndani yako, kuwa kiumbe kipya, hii inategemea na kiu na njaa, matamanio, makusudio ya mtu binafsi. Ndio maana tumeokoka, lakini tupo tofauti. Si kwamba Kristo ana upendeleo, hapana. Namna ya mkao na maisha yako binafsi, kama vile ambavyo hauwezi kuumwa njaa wewe akala mtoto wako au mumeo wewe ukashiba. Kuna mambo ya sisi, alafu kuna mambo ya mimi. Asa maisha ya wokovu sio jambo la sisi. Haijaishi kwamba tunaabudu wote hapa, au siku ya kuokoka tuliokoka pamoja, siku ya kubatizwa tulibatizwa pamoja, lakini namna yangu ndani yangu na kuwa na ushirika na Kristo lazima iwe tofauti, kwa kuwa ufalme wote unatekwa. Sasa adui ameleta maisha ya ukawaida ndani ya kanisa, kwamba nitaenda kusali, nitatoa, lakini maisha yangu ya rohoni haijaishi natoa au nasali au mwaminifu kwenye ibada, lakini kama sijafanyia kazi maisha yangu binafsi, siwezi kuziishi baraka za rohoni. Mimi sasa nikaja na mfano wangu mmoja kwa habari ya mwanamke wa Sarepta, jinsi ambavyo alikuwa na maisha ya aina 3 ambayo hata si wa Kristo tunayo. Na yai, na ili yai nimelichemsha, lakini nitalielezea kwa namna 3 ili uelewe kuwa uko wapi. Tusome kitabu cha Wafalme wa Kwanza 17:8-16. Nataka kueleza maisha ya mwanamke wa Sarepta kwa namna 3. Lakini kumbuka, nimekuambia tangu mwanzo ya kuwa hakuna namna
unaweza kuishi baraka za rohoni kama wewe haupo rohoni. Huyu mwanamke alikuwa na namna 3 ambazo maisha yetu yanapitia. Namna ya kwanza, hali ya uhitaji au mfumo wa maisha ya kawaida ya familia. Kwa sababu hapa palikuwa na njaa, si tu kwa mwanamke, bali mvua ilikuwa inyeshi mahali pengi. Sasa huyu mwanamke Elia anakuja, anaua uhitaji kwamba tuko hapa, watu wote hakuna mvua na hakuna chakula. Haya ni maisha ambayo kwangu mimi nimetafsiri kama maisha ya ulikotokea kwenye familia yenu. Kwamba kuna mfumo kwenye familia, watu hawaolewi au hawazai watoto aina fulani, hawafanikiwi, wanarithi magonjwa. Hali ya uhitaji ya kawaida kwenye maisha ya familia. Na haya maisha nikaiweka kama gamba la juu la yai, kwamba wanafanana. Ulikotokea kwa mzee John, watu hawawezi kujenga, hawawezi kufanikiwa, hawawezi kuolewa, hawazai watoto wa kiume, ni wa kike tu, au hawazai wa kike wa kiume tu, wana magonjwa ya kurithi. Huyu mwanamke alipitia hapo. Neka hiyo hali kama gamba la juu. Ijapo huyo mwanamke ana Mungu. Kumbuka, tukiokoka sio kwamba maisha ya familia yanaweza kukuacha kama hujajua unatakiwa ufanye nini ili utengane na roho za familia. Utengane na hali za familia za kushindwa, za magonjwa. Unaweza ukawepo, lakini kila kitu kikawa hapo. Kuna watu wenye koo zao hawaruhusiwi kujenga. Mtu wa Mungu, hii ni hali ambayo iko kwenye familia yetu sisi. Mnaruhusiwa kufanya kazi, pata hela, vaa magauni, nenda saluni, nunua kiwanja, ila kujenga hapana. Sasa nimeokoka, nataka kujenga nikiwa niko binti. Shangazi akaniambia, kweli una kiwanja, lakini lazima tuone wazee. Nikamwambia, wazee? Sema tuna wazee mwanangu, umezaliwa juzi ujui. Tuone wazee, tuwatengenezee chakula chao wale, wakubali. Sikuwa na maanisha sana kwa Mungu kihivyo, na sikujua kama kuna vitu vya ukoo wa mzee Israeli vina uwezo kunizuia wakati natoa fungu la 10, wakati nahudhuria ibada, wakati ni mwalimu wa praise. Asante Yesu. Kumbe vitu hivi unaweza ukaepo hapa unashangaa, mbona kipigo cha familia ni kipigo changu? Mbona kilio cha ukoo wangu ni kilio changu? Kama wenyewe hawaendi na mimi siendi, kama hawazai na mimi sizai. Unasema kwa nini? Mbona nafunga na kuomba? Mbona natoa? Ishi sio kufunga na kuomba wala kutoa. Je, unaishi rohoni? Kumbuka, Biblia inasema kwa baraka zote za rohoni. Kwa nini? Mtu akiwa ndani ya Kristo. Sasa uko ndani, katikati au pembeni? Tutaonana baadaye majibu. Sasa mwanamke, yeye ilikuwa ya kwake. Kilio chochote kwa dada zake, chochote kwa ndugu zake, kilio chake. Lakini ndani ya huyu mwanamke, lakini vitu vya familia vya ukoo. Anasema hivi, wakisema kwa habari ya baraka za rohoni, zinakuaje? Mbona mimi sizioni? Nimeokoka muda mrefu, lakini sijawahi kuona hizo baraka. Labda kuna watu fulani wanastahili. Kwa habari ya ile andiko Efeso 1:3, kila mwanamke linamhusu. Kila mwanamke anastahili, anatakiwa kuishi hapo kwenye hizo baraka. Lakini huyu mwanamke, mbali historia ya familia yao, mahali pa machozi, alikuwa ana historia yake binafsi.
utakwenda kumenya yai kutoa gamba la nje. Labda umevuka viunzi vya familia. Lakini kwenye maisha yako kuna mambo ambayo umeyapitia. Labda ulibakwa au na kila mtoto na baba yake. Umejaa madeni. Watu wanakusingizia. Lakini una maisha siri ambayo unayajua mwenyewe. Ndio kuna ile maisha ambayo mchungaji hayajui. Hayajui, wazazi hayajui. Maisha ambayo yanakuzuia hizi baraka za rohoni kujifunua kwako. Ifike mahali jiambie ukweli mwenyewe. Wewe ni ndege, ni popo. Kuliko tuishe muda ubaki hapa. Bora jiambie ukweli. Upo kanisani lakini msengenyaji mzuri. Una huduma lakini bingwa kunyofoa wengine kwenye huduma. Ni kiongozi lakini maneno yako ni ya kutawanya, sio kukusanya. Watu wanalia kwa ajili yako kwenye zoni. Kina pande wanajiuliza, hivi wameokoka au? Wokovu ni mchakato. Bado ana lile gamba la kwake binafsi. Lakini upo kanisani. Hakuna kitu kibaya kama maisha siri. Uko mwenye chumbani, hakuna mtu anakuona, lakini picha unazoziangalia. Huwezi kuishi maisha yako yoyote. Usiku uko na simu yako, hauna monta. Lakini wewe angalia, sema jamani, amejitahidi mama, amejitahidi, ametunza utakatifu. Lakini mtu anamwombea abadiliki. Wakati mwingine ni hali ya moyo, moyo wa fitina, moyo wa kijicho, moyo wa chuki, moyo wa usengenyaji, usiyetamani mwingine ainuliwe. Sio moyo wa mwana wa Mungu, sio moyo wa takatifu. Mtu akiinua atakiwa ushangilie, kwa kuwa kwa taa yake utaijua taa yako, kwa nuru yake utangaziwa na wewe. Kwa nini ushushe wengine chini? Shida iko wapi watu wa Mungu? Kwa sababu mimi najifunza haya maisha ya rohoni. Kila mtu ana laini yake. Kila mtu ana laini yake. Magawanyo ya Roho Mtakatifu yako wazi. Hatutaimba wote, hatutadeki wote, hatutahubiri wote, lakini kila mtu ana cha kwake. Sasa eka ya nini? Wivu wa nini? Mashindano ya nini? Kijicho cha nini? Masengenyo ya nini? Mtu wa Mungu, huyu hapa nimevaa mimi viatu virefu. Inawezekana ni mrefu kuliko mimi. Niko hapa mfupi ili mrefu alete maana. Unaelewa? Tukiwa wote hivi haleti maana. Yuko hapa mwembamba ili mnene alete maana. Yuko hapa mweusi, mweupe alete maana. Yupo mwenye meno yametokezea na meno ya kufumba alete maana. Ushawahi kuona vidole vinafanana? Labda vya kwako, hebu viangalie, vinafanana. Haya, ugomvi wa nini? Masengenyo ya nini? Kijicho cha nini? Chuki ya nini? Mbona tunasukumana? Mbona tunakanyagana? Sio roho ya Mungu. Upo kanisani lakini tabia zinaendelea. Mwana wa Mungu, hakuna kitu kibaya kwa mtu mwenye Mungu kama kuwatoa watu wa Mungu ndani na kuwatupa nje. Ni uchawi, ni uganga, ni ulozi. Kusanya pamoja na Bwana, kumbatia pamoja na Bwana, lete pamoja na Bwana. Hiyo roho haina mamlaka kwetu kwa jina la Yesu. Sisi ni wakusanyaji pamoja na Bwana. Mtakatifu wa Bwana, hii ni safari. Usimpigie mtu kipenga kabla safari haijafika mwisho. Oh my Jesus. Hata sio somo langu, kuna mtu Bwana ongea naye. Huyu mwanamke hizi hali, sasa Mungu anatokezea kwa njia ya Elia ili kusudi
atoe hizi hali za ukoo, za familia, za maisha siri, alete maisha ya Kristo ndani yake. Nikachukua maisha ya Kristo kama hichi kiini cha ndani. Si mnalifahamu yai watu wote? Labda mimi niulize. Maganda ya yai na ile nyama la yai na hiki hapa, kipi kina maisha? Kipi kina maisha? Shangilie Bwana. Baada ya kuwa umetoa hizo roho za familia, umevua tabia za mwili, Mungu anataka sasa kukuona katika namna hii. Kwa sababu hii ndio namna ambayo inaweza kumiliki baraka za rohoni, inaweza kuishi lugha ya rohoni, inaweza kumbatia mambo ya rohoni. Haya ni maisha ya Mkristo. Nimetoa mfano kuanzia gamba la kwanza, gamba la pili, mpaka kile kiini cha ndani. Mtakatifu wa Bwana, kuishi katika level ya kiini cha ndani, kumiliki baraka za Mungu, kukaa kwenye mfumo wa kiungu, kuleta athari, kufanya wengine wamuone Bwana, inahitaji kujidhabihu. Maisha ya dhabihu tofauti na maisha ya sadaka. Maisha ya dhabihu tofauti na maisha ya sadaka. Sadaka kila mtu anatoa, mtu wa Mungu, lakini sio dhabihu. Kwa sababu dhabihu ni kama kufa wewe, Kristo aishi. Dhabihu ni gharama, dhabihu ni maumivu, dhabihu ni kujitolea. Kile unachokitaka ndicho ambacho Kristo anataka umpe. Kile unachokipenda ndicho anataka umpe. Haya maisha ndiyo ambayo yanampa mwanamke jina la mwanamke aliyebarikiwa. Kubarikiwa sio maisha ya kawaida. Lazima ujitoe kidhabihu, kuwa na muda wa Bwana katika neno, kuwa na muda wa Bwana katika maombi, kuwa na muda na Bwana katika utafakari, kutenda. Tumetenda kawaida sana, inatosha. Huyu mwanamke, kumbuka alisema na kwenda kokota kuni ngapi? Kuni ngapi? Na hizi kuni na kwenda tupike, tule, tufe. Lakini Elia anamwambia, Elia anamchukua picha ya Kristo, anamwambia, ninataka kutoa kwenye mauti kuingiza kwenye uzima, kutoa kwenye uhitaji kuingiza kwenye utoshelevu, kutoa kwenye kudharauliwa kuingiza kwenye utukufu. Je, uko tayari kujidhabihu? Kristo hapendi mahusiano mepesi. Tumekaa juu mno, tumeishi kawaida mno. Mimi najiuliza, mfungo wa siku 3 unatosha kubadilisha maisha yako? Inatosha kupa jina jipya? Hata wa Misri walifunga siku 3. Soma Kutoka. Siku 3 pana giza. Lakini pia Sauli alikaa siku 3 bila kula na kunywa. Simaanishi kwamba mifungo ndio inasababisha maisha ya rohoni kudhirika. Na maanisha lazima ukubali kuishi kidhabihu. Nenda zaidi ya hapo, zama zaidi ya hapo, ingia chini ya vilindi. Kataa kuwa mwanamke wa kawaida. Watoto wetu hawezi kuwa salama kama tupo kawaida. Ndoa zetu haziwezi kuwa salama kama tupo kawaida. Lakini kanisa la Mungu, oh my Jesus, tunahitaji mwanamke ambaye atakuwa tayari yeye afe, Kristo aishi, yeye apotee, Kristo aonekane, yeye adharauliwe, Kristo atukuzwe, yeye asaulike, Kristo ainuliwe. Maisha ya kidhabihu, maisha ya mtu wa rohoni. Tukisoma kitabu Ufunuo 5:12, anasema anastahili aliyechinjwa. Kuchinja ni kujidhabihu. Hivi fikiria, una mambo mengi sana ya kufanya, lakini Roho Mungu anakwambia, nakutaka siku 7, nataka kuongea na wewe. Zima simu.
jitoe kwenye kila grupu, nataka kuongea na wewe. Unaambia unajua Bwana, hili grupu nikilifunga itakuwaje? Unajua Bwana, simu ndo biashara yangu, itakuwaje? Unajua Bwana, wengine hapa dhabihu yenu ni muda tu na Mungu. Muda tu na Mungu. Mtu wa Mungu, dhabihu ya Ana ilikuwa ni muda wake na Mungu. Ana alikuwa anaenda Shilo, anaenda kwa mgongo wa mumewe, lakini ampi Mungu muda. Temui Ana alienda Shilo, kama vile ambavyo imekuja Shilo ya moyo wa mwanamke. Sio mapafu ya mwanamke, moyo wa mwanamke. Lazima maisha yako yageuzwe. Lazima hatima yako ingie mahali pa ubora. Lazima ugeuze historia ya maisha yako, lakini maisha ya dhabihu. Ana dhabihu yake ilikuwa ni kukaa magotini, ampe Mungu muda. Wakati mwingine Mungu anataka tu muda na sisi. Anakuja usiku wa manane, waridi anasema jana nilifua sana, nikadeki sana, saa 12 nitaamka niombe. Ni kweli umechoka? Hiyo ukigeuzia upande wa pili, saa 2 hapa sema Bwana unajua udhaifu wangu, utauchukua. Bwana hivyo mwaminifu, akaja tena, akaja tena, akaja tena. Leo kuna watu wamepoteza sauti ya Mungu kwa sababu uliacha maisha ya dhabihu. Sababu Mungu ana tabia ya kusema, anasema. Baadaye akiona hauna ambayo ya kujidhabihu, anakuacha. Unakuwa mwepesi. Baba nibariki, Baba niinue. Ukinitendea nitatenda. Bwana anakuwa mwaminifu, anafanya. Umeshapata, kinakuwa kitamu sana kuliko Mungu. Nadhiri wakati wa uhitaji. Ukishapata, kumbuka kujidhabihu. Mtu wa Mungu, maisha rohoni sio kula chips mayai. Ni maisha ya watu wenye nguvu, maisha ya watu walioamua, maisha ya watu wenye ajenda ya Roho Mtakatifu, ambao wakipigwa mkono wa kushoto wanageuka kulia, wanaendelea mbele. Wakiangushwa chini wanaamka na puputa mavumbi, wanaendelea mbele. Watu wakiwasema wakati tamaa, wanamjua aliye ndani yao, wanajua walitokibeba, wanaamua kuishi maisha ya dhabihu. Hata ukianguka inuka kwa jina la Yesu. Maisha ya dhabihu. Mwana wa Mungu, kama kuna wakati mgumu kwenye ndege, ni wakati wa rubani kuitoa ndege chini ipae angani. Ni wakati mgumu. Kwa nini wakati mgumu? Ni wakati ambao hata abiria hakuna anayeongea wala kumtazama mwenzie. Sijui wewe. Kila mmoja anajiuliza, ikinyanyuka itaenda kutua wapi? Juu ya mlima, kwenye maji, au kwenye kichwa cha shemeji yangu? Kucheka ni muhimu. Unaona kila mmoja amefumba macho, lakini rubani wakati huo hana mazungumzo na simu, hana mazungumzo na abiria. Jamani abiria, habari za nyumbani? Mnaendeleaje? Hivi mmekula? Yupo kimya, kuwa makini kujua inatoka hapa inaelekea wapi. Ndivyo kwenye maisha yako ya rohoni. Kuna nyakati akiwa simu isipatikane, marafiki tupa huko, magrupu funga. Kwani ni wakati wa ndege kupaa. Ni wakati wa ndege kuchukua mwelekeo mwingine. Ni wakati wa kutafuta mwelekeo wa maisha yako. Upo kanisani, unajua shida yako mwenyewe. Kwa nini usikalie chini? Kwa nini usifunge na kuomba? Kwa nini usichukue neno? Kwa nini usishike dhabihu? Hilo jambo lako leo Bwana analimaliza kwa jina la Yesu. Leo utaondoka nalo hapa kwa jina la Yesu. Neema maisha kujidhabihu iko ndani yako. Bwana ameachilia nguvu na uweza kwa jina la Yesu.